Nzuri sana. Usharika wa FUCA ni kati ya sharika ambazo ni kubwa katika jimbo la Siha na Dayosisi ya Kaskazini. Ni kati ya sharika ambazo zinafanya vizuri katika eneo la kiroho, lakini pia katika eneo la kutoa huduma za jamii kama elimu ya shule ya English medium, lakini pia wanafanya huduma za kidiakonia hasa kwa mtoto na kijana kupitia shirika la Compassion International. Wanafanya kazi nzuri sana kwa miaka mingi, na mkutano huu ni mkutano wa 8 wa ushirika huu. Kwa hiyo ni ushirika ambao tayari una utaratibu ambao unaeleweka. Hawafanyi kazi zao hivi hivi, wanaweka mpango na wanatembea kwenye mpango wao. Na katika mkutano huu mkuu wamechagua neno kuu kutoka Zaburi ya 37 mstari wa 5 ambao unasema, mkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Na mimi nimepewa fursa na neema ya kuzungumzia neno hili kuu ambalo ni Zaburi ya Mfalme Daudi, ambaye anawatia moyo wa Israeli kwamba pamoja na changamoto wanazozipitia kwenye maisha, wasisahau kumkabidhi Bwana njia zao. Na kumkabidhi Bwana njia maana yake ni unakuwa na mipango ya maisha, lakini mipango hiyo unamkabidhi Mungu ili Mungu akusaidie na kuwezesha katika kutekeleza. Haina maana unamkabidhi alafu unakaa pembeni unaacha kufanyia, maana hata kufanyia. Maana unapomkabidhi maana kama unategemea kuelekeza, kuongoza, kushauri ili utimize, utembee katika malengo yako, lakini ukiongozwa na Mungu ndipo utakapokuwa na matokeo yanayofaa. Na mimi naupongeza shirika huu kwa kuweka mipango, maana mtu hata kama ni mtu mmoja usipokuwa na mipango ya maisha hutaweza kujua kama unafanikiwa au hufanikiwi. Ni kama kusema mtu akianza safari bila kujua anaenda wapi hatapotea, maana hata akipotea hatajua kama amepotea. Lakini akifuata njia atafika popote bila hawezi hata kujipima, maana kujua anataka kufanya nini. Maana ukijua unataka kufanya nini, mwisho wa siku unaweza kujijua kwamba umetimiza malengo ambayo umejiwekea ama hukuyatimiza. Lakini hata ukishaweka malengo, kuweka malengo ni jambo moja, lakini kuyatekeleza ni jambo la pili. Unaweza kuwa na maandishi mazuri, yameandikwa vizuri, kitabu kimeandikwa vizuri, lakini usipotekeleza malengo huwezi kupata matokeo. Inakuwa tu kama tumeandika maandishi ambayo hayawezi kujitekeleza yenyewe. Hii ni kusema kwamba kuna watu wanaosema elimu ni ufunguo wa maisha, lakini usipotumia ufunguo huwezi kufungua nyumba. Kwa hiyo lazima ukiweka mipango, ukiweka malengo, uweke action plan, maana yake mpango mkakati wa kutekeleza malengo uliyojiwekea. Na ukifanya hivyo, kwa hivyo utapata matokeo mazuri. Na mchungaji, neno hilo limekuja pia na mkutano huu umekuja wakati ndio tunaanza mwaka mpya 2026. Mwaka ambao watu wanakuja na mipango na malengo kwa ajili ya kuyatekeleza. Una ujumbe gani kwa kila mmoja kutembea na neno hilo ili kuweza kufanikiwa? Mimi nataka kusema kwanza uwe na mipango. Unasema unamkabidhi Bwana nini? Nini unacho mkononi? Hata Musa aliulizwa una nini mkononi, akasema na fimbo. Kwa hiyo ni vizuri kila msharika, kila mtu nizoweza kusema uwe na mipango. Usipokuwa na mipango ni kwamba utafanya chochote. Na ukifanya chochote utapata matokeo yoyote ama utapata matokeo kabisa. Kwa hiyo mimi ningeshauri kwamba kila mtu aweke mipango ya familia, mipango yako binafsi, mipango ya usharika. Iweke mipango kwa pamoja na kwa kunia mamoja, ili mkishaweka mipango mweke mkakati wa kutekeleza. Na mimi ningesema kila mtu ni vizuri kujiwekea mipango. Kwa mfano unaweza kusema kwamba mimi mwaka huu nitasoma, nataka nisome sana. Lakini unataka kusoma nini? Magazeti, vitabu vingapi? Kwa ajili ya nini? Kwa hiyo lazima unapoweka mpango, hata kama unataka kusoma, unataka kusoma nini? Kwa ajili ya nini? Katika maisha kuna mambo mengi, na ninaposema kusoma si kusoma kila kitu. Maana ukisoma kila kitu utapata mawazo ambayo pengine yasikusaidia. Lazima uwe na upembuzi kwamba nataka kusoma nini, na hicho kitu nitakachosoma kitanisaidia nini katika kutimiza malengo yangu. Na napotaka kujenga nyumba, nataka kujenga nyumba ya nini? Nataka kununua gari la nini? Je, itanisaidia katika kutimiza malengo yangu? Kwa hiyo ni vizuri
unaposema unamkabidhi Bwana njia hapo, mimi nasema ni malengo, na hayo malengo Mungu anakusaidia. Ikiwa malengo hayo, ndio maana hii kumkabidhi Bwana, ili Bwana kuchagulie ni yapi yaliyo katika mapenzi yake, na katika kufanya hivyo utajikuta kwamba lazima upate matokeo yaliyo positive. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mchungaji Tumaini Minja, mchungaji kiongozi wa usharika wa Fuka. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema ya kuingia mwaka mpya 2026, na katika mwaka huu tumeuanza kwa kufanya mkutano mkuu wa usharika, mkutano ambao ni matakwa ya kikatiba kwa kanisa letu la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini, kwamba kila usharika tutafanya mkutano mkuu mmoja mara moja kwa mwaka, na mkutano huo utaeleza mipango ambayo imekuwepo katika usharika na utekelezaji wa mipango iliyofanyika mwaka uliopita, na kuweka mipango mipya ya mwaka mpya ulioko mbele, mwaka mpya ambao usharika umeuanza. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tumefanya mkutano mkuu leo wa usharika tarehe 9 leo mwezi wa kwanza mwaka 2026, na tumeweza kueleza jinsi ambavyo tumekuwa na mipango mbalimbali mwaka jana, tangu mkutano mkuu uliopita ambao ulikuwa ni mkutano wa 7 ambao ulifanyika mwaka 2023. Kwa hiyo huu ni mkutano wa 8, na tumeeleza jinsi ambavyo tumefanikiwa katika mkutano huo uliopita na miaka hiyo iliyopita, maazimio ambayo tulikuwa nayo, jinsi ambavyo yamefanyika utekelezaji. Na sasa leo tumefanya mkutano huu ambao pia tumekuja na mipango mipya ya usharika wetu kwa kipindi kilichoko mbele yetu, na baada ya mkutano wa 8. Kwa hiyo kila idara katika usharika wetu imeandaa mipango ambayo sasa inapokuja kwenye usharika tunaiunganisha pamoja, inakuwa ni mipango ya usharika. Katika usharika wetu pia tuna mitaa miwili, tuna mtaa wa Center hapa tulikotoka kufanya mkutano, na mtaa wa Lomaka, mtaa wa pili wa usharika. Kwa hiyo ile mitaa inakuja na mipango yake, na ile mitaa sasa ndio, na ile mipango kutoka katika mitaa ndio tunaitengeneza na kwa mipango ya usharika. Kwa hiyo tuna idara mbalimbali, tuna kamati mbalimbali kwenye usharika. Tuna idara ya vijana, tuna idara ya malezi na familia, tuna halmashauri ya majengo, tuna idara ya ama kamati ya afya ya msingi, na kamati nyingine inahusiana na mazingira. Kwa hivyo kamati zote zimekuja na mipango ya mwaka huu, na tumeweza kuiwasilisha kwenye mkutano mkuu, na baada ya kuwasilisha kwenye mkutano mkuu, wale wajumbe wote wanakaa pamoja na kuweka maazimio kwamba baada ya kusikia taarifa hizo na mipango hiyo, kwamba tunaenda kuazimia nini kwenye hiyo mipango. Wanaweza wasiweze kuazimia kutekeleza mipango yote, lakini wanachagua tu ile ambayo wanaona kwamba inawezekana kufanyika katika mwaka ambao uko mbele yao. Na mmetoka na maazimio gani? Maazimio ambayo tunatoka nayo sasa yataakisi kama maeneo 5 hivi ya vipaumbele vya dayosisi yetu, ambavyo ni ukuaji katika eneo la kiroho, watu wakue kiimani zaidi, lakini pia watu waongezeke kanisani, lakini pia maendeleo yatokee katika kanisa, hasa kwenye upande wa majengo na mazingira. Lakini kipaumbele kingine ni ukuaji katika eneo la kifedha, kwamba uchumi wa watu uongezeke, uchumi wa kanisa uongezeke. Lakini pia kipaumbele kingine cha kanisa ni kuwepo na uongozi bora ndani ya kanisa. Kwa hivyo mipango yetu itaakisi katika maeneo yote haya. Kwa hiyo tutapata katika taarifa ile iliyohusu mambo ya kiroho kwenye usharika, tumeeleza jinsi ambavyo tunaenda kufanya semina mbalimbali, mikutano mbalimbali, tunaenda kufanya ibada mbalimbali, makongamano. Hayo yatasaidia watu wakue kiroho, waongezeke katika swala la kiimani. Lakini kwa upande wa ukuaji katika mazingira ama maendeleo ya nje, majengo, tumekubaliana na jinsi ambavyo tutakwenda kufanya kazi mbalimbali za kujenga majengo mbalimbali kwenye kanisa letu. Tutajenga ukuta kuzunguka kanisa letu la Center usharika, tutajenga nyumba mpya za ofisi, tutachora ramani mpya kwa ajili ya nyumba za watumishi na ofisi mbalimbali. Lakini kwa habari ya mazingira pia tumekubaliana kwamba tutapanda miti katika maeneo mbalimbali kwenye usharika wetu, upande wa hapa Fuka, upande pale Lomaka. Lakini pia tumekubaliana kwamba tutafanya semina mbalimbali kwa ajili ya kusaidia viongozi waliopo na watakaochaguliwa,
ili waweze kupata maarifa zaidi jinsi ya kuhudumu kwenye nafasi zao na kwenye kuwajibika katika nafasi mbalimbali ambazo watapatiwa, pamoja na semina za makundi mbalimbali kama makundi ya vijana, makundi ya wanawake, makundi ya watoto. Huko pia tutafanya semina mbalimbali ambazo zitawasaidia kupata maarifa ambayo yatawasaidia kuendelea zaidi. Na una ujumbe gani kwa wanafuka wanaoishi ndani ya usharika, lakini pia hata wale wa nje katika kuanza mwaka huu mpya na mipango hiyo ambayo mnaanza nayo? Asante. Ujumbe wangu kwa wanafuka wanaoishi nje na ndani ya usharika, kwanza ni kuombea mipango yetu. Baada ya kuiombea, na kama ujumbe ulivyotuongoza kwenye mkutano huu mkuu ulisema kwamba mkabidhi Bwana njia zako, pia mtumaini naye atafanya. Ujumbe wangu ni kuwataka wanafuka waishio hapa na nje, baada ya kupanga mipango hapa kwenye mwaka mpya hapa mwanzoni, mipango hiyo wamkabidhi Bwana. Lakini sio tu kumkabidhi Bwana na kumwacha na kusubiri pengine itekelezeke kwa muujiza, lakini watu waingie kazini, watu wafanye kazi kwa bidii. Maana watu watakaofanya kazi kwa bidii ndio watakaoona mafanikio katika mwaka. Kama mtu asipofanya kazi kwa bidii akasubiri tu muujiza, atabaki kuona mwaka ni mbaya, mwaka hauna baraka. Lakini mtu anayefanya kazi kwa bidii, kama Biblia inavyosema pia, atakayefanya kazi kwa bidii atapata chakula cha kutosha, lakini atakayekuwa mvivu atapata umaskini wa kumtosha. Sasa sisi tunawahamasisha watu, pamoja na kuomba, pamoja na kwenda ibadani, pamoja na kuombewa, lakini watu wafanye kazi kwa bidii, huku wakimtumaini Mungu, huku wakimtegemea Mungu. Watu waende mashambani, watu wafanye shughuli za kilimo, watu wafanye biashara mbalimbali, watu wasio wavivu, watu watumie fursa zilizopo kuhakikisha kwamba wanapata faida katika maeneo haya.